Asam ice cream katika ujazo wa 100 ml na 150 ambayo ni ujazo wa mililita 100 na mililita 150 katika muonekano mpya wa kisasa zaidi. Mkisema muonekano mpya mnataka kusema nini au maana yake ni ipi? Muonekano mpya ni muonekano ambao unaipa ice cream yetu muonekano wa kitajiri zaidi au wa kifahari zaidi. Au nikiongezea basi ni muonekano wa mbele zaidi. Kwenye vile muonekano kwa maana kile kifungashio chake cha nje au ladha ndani au kipi hata? Sasa ni vyote viwili kwa sababu huwezi kuimarisha muonekano bila kuimarisha ladha yenyewe. Kwa hiyo tumefanya vyote viwili, tumeimarisha muonekano wetu mahsusi kwa ajili ya wateja wetu, lakini pia tumeongezea kwenye ladha ili kuipa ice cream yetu ile mouthfeel ambayo inakuwa ni softer zaidi, creamier zaidi na utamu zaidi. Kwa nini mmekaa mkaona ngoja mkaja na wazo hili kwamba ngoja tuanzishe tuje na muonekano mpya kwenye bidhaa hizi za ice cream? Ukiangalia soko kwa Tanzania watu wana grow na pia watu wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo kutokana na market survey ambayo imefanywa na wenzangu tumeona kwamba na sisi inabidi tuboreshe ice cream zetu kutokana na watumiaji wetu. Watumiaji wetu ni watu wako smart sana, wana muonekano mzuri, kwa hiyo na ice cream zetu ziendane na uzuri wao. Sawa, nije kwako James Matola, meneja masoko, kwa sababu wewe ndio uko sokoni zaidi. Na mimi na baadhi ya vitu naweza ukanieleza zaidi. Wakati mmeamua kuja na wazo hili kwamba mje na muonekano mpya na ladha mpya pia, mlipata maoni kidogo kutoka kwa watumiaji wa bidhaa wenyewe, kwa sababu wao ndio mnatengeneza, wao wanazitumia. Kwa wanaambia mara nyingine wanakuwa kuna kitu wanatamani wakipate kutoka kwenu, kwamba tunatamani labda ladha hii au tunatamani muonekano huu. Mlipata kupita kidogo kwa watumiaji mkapata hayo mawazo kidogo? Ni kweli, wazo lilikuja kwanza sisi wenyewe, kuna vitu tulikuwa tunaviona kwenye ule mtazamo wa zamani. Unajua kuna vitu, yani kuna vitu au ideas zinakuwa faded kutokana na jinsi mlivyokuwa mmebrand nje zile cups na kila kitu. Kwa tukaona kuna haja ya kufanya uboreshaji kwenye upande wa nje wa zile cups, kuzipendezesha zaidi. Lakini pia hata ukiangalia kwa mfano tukiongelea mils 100 zile za mwanzo kabisa, ukija kwenye upande wa lids, vile vifungashio kidogo vilikuwa seal yake ilikuwa sio kali. Kwa hiyo ikitokea labda mteja amenunua supermarket afa ameiangusha chini, unashangaa labda seal kile kifuniko kinaachia. Kwa hiyo tukasema no, we cannot move on like this, lazima tufanye uboreshaji mkubwa. Kwa hiyo tukaja na cups mpya ambazo sasa hizi lids yake inafunga vizuri kabisa, lakini pia nje branding yake imekuwa ni bora zaidi kuliko ile ya awali. Inaendana na muda wa sasa. Unajua hizi bidhaa zetu kwa mfano hiyo cups ya mils 150 na mils 100 ni za muda mrefu sana, zina muda mrefu sokoni. Sawa, tunaongelea zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo vitu vinabadilika, miaka inakuja, teknolojia inaongezeka, lazima kidogo na wewe unaji-update. Kwa hilo ndio lilikuwa kubwa sana kwa upande wetu na tumefanikiwa, alhamdulillah. Muda gani saa hizi toka mmefanya haya mabadiliko mapya na mmeziingiza sokoni? Sio muda mrefu sana. Kwa mfano kwa upande wa mils 100 tuna kama wiki 3. Sawa, tuna kama wiki 3 tumebadilisha, lakini kwa mils 150 na muda kidogo zaidi ya mwaka. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.